Nakuhitaji mpenzi wangu, nakuhitaji nakufa. Wewe ni mtu wetu wa nguvu sana. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Tunaenda na sehemu ya 3 wa hii ngoma. Kuhusu suala la kutoa mimba, Sofia alisema wazi kuwa ilikuwa ni sawa na kujiua, kwani alikuwa ameweka maisha yake yote hatarini kwa sababu ya ujauzito huo. Alisisitiza kuwa maisha yake ni jukumu lake mwenyewe na maamuzi kuhusu mwili na maisha yake ni haki yake binafsi. Alisema hataki kuingiliwa katika maamuzi yake yoyote, na kaeleza kuwa amevutiwa sana na mapenzi ya kweli aliyoona kutoka kwa Bahari, yule jamaa aliyefanana Doto Magari, ambaye alijitolea kwa dhati kumuoa licha ya hali yake. Hata hivyo, Sofia hakutaka kabisa kulazimishwa kuolewa. Alitaka uamuzi huo uwe wa hiari yake mwenyewe. Ndio maana aliamua kusimama imara katika msimamo wake. Sasa siku ya harusi ilipowadia, Aska alikwenda nyumbani kwa Sofia. Kabla ya kuingia ndani, alivua bangili amepewa na Sofia zamani sana. Bangili hiyo ilikuwa ya muda mrefu, ishara ya urafiki wao wa dhati. Kumbukumbu ya uhusiano wao ulidumu kwa miaka mingi. Jamaa, kuna kauli inasemaga kuwa hakunaga urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Ona mapenzi yanavyomtesa Aska. Aska alikuwa akimpenda sana Sofia na moyoni alikuwa anaumia kimya kimya. Alijikaza akaingia ndani ya nyumba na akamkumbatia Sofia kwa uchungu na mapenzi ya dhati ya urafiki wa kweli. Wanawake muwe mnaona hili. Wakati huo huo, Bahari alifika eneo hilo. Alikuwa amepatana na watu wake wa karibu. Alisimama mbele ya Sofia na kumwambia kuwa ndoa ya siku hiyo ingefungwa kama ndoa ya haraka ya kisheria, na kwamba taratibu nyingine ikiwemo hati na sherehe kamili zingefanyika baadaye. Sofia alihisi kama kuna jambo kubwa limejificha, kana kwamba kulikuwa na siri nzito nyuma ya harusi hiyo. Hata hivyo, hakuwa na uwezo wa kufanya chochote kwa sababu kila kitu kilikuwa tayari kimepangwa na maandalizi yote yalishafanyika. Sasa bwana, mambo si mambo. Sasa punde ghafla, kabla ya sherehe haijaanza rasmi, kelele na mtafaruko zilisikika. Watu wa Bahari walionekana wakizozana. Hali ikawa sintofahamu. Sauti za vurugu na mshangao zikatanda. Hali ikabadilika kabisa ndani ya muda mfupi. Aliingia mwanamke mmoja mcharuko balaa, yani kavurugwa. Kumbe Bahari bwana alikuwa ameoa na alitaka mfanye Sofia kuwa mke wa pili. Unajua nini kiliendelea hapo? Sasa usikose sehemu ya 4 na ya mwisho ya hii ngoma. Wewe ni mtu wangu wa nguvu. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Jina langu naitwa Charles.